iundwe tume huru ya uchunguzi nje ya serikali kuchunguza matukio yote yaliyosababishwa kuvurugwa kwa uchaguzi mzima, na wale waliohusika kuharibu kwa makusudi wawajibike, ikianzia na rais mwenyewe. Na hapa tutajua, na tumesikia kwenye kampeni namna rais alivyokuwa anaelezea kwamba asichanganyiwe watu, lakini pia ni rais huyu Rais Samia Suluhu Hassan aliyeahidi kwamba ndani ya siku 100 kutakuwa na maridhiano. Wao walikuwa wanapanga jambo gani ambalo walijua ndani ya siku 100 tutahitaji maridhiano? 4, kuundwe timu ya maridhiano iliyo huru, National Commission Cohesion, itakayoleta pamoja viongozi wa serikali, viongozi wa upinzani, wananchi, viongozi wa dini na wadau wengine wote wa muhimu katika kuleta na lengo la kukomesha uonevu na kuweka mfumo bora wa uendeshaji wa nchi. 5, tunataka mageuzi ya kidemokrasia, hususan katiba mpya itakayounda tume huru ya uchaguzi, itakayoweka mipaka iliyo wazi kati ya dola na chama tawala na kuweka uhuru wa vyombo vya habari na vyama vya siasa. 6, tutaipeleka mahakamani INEC kuzuia kuapishwa kwa wabunge wa viti maalum na kuilazimisha INEC kuleta takwimu hadharani walizotumia kukotoa na kuteua viti maalum vya ubunge. 7, tunatoa wito wetu wa kuruhusu uchunguzi wa kimataifa dhidi ya mauaji ya Oktoba 29, sisi tumeaita Tanzania Oktoba Massacre, ili kupata ukweli wa waliotokea, kiasi cha nchi yetu kupoteza watu wake wengi zaidi kuliko wakati wowote katika historia ya nchi yetu.